Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Ijumaa tarehe 8 mwezi wa 11 mwaka 2024, juma la 31 la mwaka B, mwaka wa kanisa. Na dhamira kuu itakayotuongoza siku ya leo ni kuwa mawakili waaminifu wa ufalme wa Mungu. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 17 na sura ya 4 aya ya kwanza, na somo la Injili kutoka Injili ya Luka sura ya 16 aya ya kwanza hadi aya ya 8. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya 16 aya ya kwanza hadi aya ya 8. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyekuwa na wakili wake. Huyu alishtakiwa kwake kwa kuwa anatapanya mali zake. Akamwita akamwambia, ni habari gani hii ninayoisikia juu yako? Toa hesabu ya uwakili wako, kwa kuwa huwezi kuwa wakili tena. Yule wakili akasema moyoni mwake, nifanyeje? Maana bwana wangu ananiondolea uwakili. Kulima siwezi, kuomba naona haya. Najua nitakalotenda, ili nitakapotolewa katika uwakili wanikaribishe nyumbani mwao. Akawaita kwa deni wa bwana wake kila mmoja, akamwambia wa kwanza, wawiwani na bwana wangu? Akasema, vipimo 100 vya mafuta. Akamwambia, twaa hati yako, keti upesi, andika 50. Kisha akamwambia mwingine, na wewe wawiwani? Akasema, makanda 100 ya ngano. Akamwambia, twaa hati yako, andika 80. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, karibuni sasa tusikilize tafakari ya neno la Mungu. Ndugu zangu katika Kristo, Injili ya leo tuliyoisikia hivi punde, Bwana wetu Yesu Kristo anatumia mfano wa wakili mwenye busara, nasi pia kwa namna ya pekee tumefanywa kuwa mawakili wa Kristo kwa njia ya ubatizo. Wapendwa, sisi sote tulipobatizwa kwa pamoja tumekuwa wa Kristo, na hivi kuwa Mkristo kuna maana mbili. Maana ya kwanza ni kuwa wafuasi wa Kristo, lakini maana ya pili kuwa Mkristo, yaani ni kuwa Kristo mwingine, kumwakilisha Kristo. Ndugu zangu, kumwakilisha Kristo maana yake ni kuishi kama Kristo alivyoishi kwa maisha yetu yenye kumdhihirisha Kristo na njia sahihi ya kumhubiri Kristo. Hivyo
hatumhubiri Kristo kwa maneno tu, bali pia kwa matendo yetu ya kila siku. Matendo yetu ya kusaidiana ndiyo yenye kumtangaza Kristo, kwani imani yetu si kitu chochote kama hatumwakisi Kristo, kwani imani bila matendo imekufa. Rejea waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote, sura ya 2 aya ya 14. Bwana wetu Yesu Kristo anamsifia wakili dhalimu si kwa sababu ya kumdanganya bwana wake, bali anamsifia kwa ajili ya werevu wake kujinasua katika shida na adha ambazo angepata baada ya uwakili wake. Wapendwa, wakili huyu alikuwa na sifa ifuatayo. Wakili alitumia muda aliopewa na bwana wake vizuri kwa kuandaa wadeni wake ili kupunguza madeni yao kusudi waje wamfadhili atakapoondolewa katika uwakili wake. Ndugu zangu katika Kristo, yafaa sana nasi tujiulize, kama watu wana upeo wa kuona mbali kiwango hiki cha wakili katika mambo ya ulimwengu huu, je, wale wanaotegemea maisha ya milele mbinguni watatakiwa kuona mbali kiasi gani? Je, hawatatumia akili na uwezo wao wote kuhakikisha wanajiandalia maisha ya milele mbinguni? Ndugu zangu, tukumbuke kuwa maisha na mali ya dunia hii hazitufai kitu. Pia tunapojilimbikizia mali za watu wengine na kuzitapanya, tunapata furaha na faraja ambazo sio zenye kudumu, bali zinageuka kuwa ni chukizo kwa Mungu. Ole wake yeye aipatiaye nyumba yake mapato mabaya, ili apate kukiweka kioto chake juu. Rejea kitabu cha nabii Habakuki sura ya 2 aya ya 9. Ndugu zangu, katika jumuiya zetu ambazo tunaishi kila siku, tunao wahitaji wengi ambao wanahitaji misaada yetu pamoja na faraja zetu. Ukaribu wetu kwao ndiyo njia inayotuwezesha kujiwekea hazina mbinguni, kuwapenda, kuwahurumia na kuwasaidia jirani zetu ni kiashirio kuwa tunampenda Mungu, na kwa namna hiyo tunathibitisha imani yetu kwa matendo na hivyo kuwa mawakili halisi wa Yesu Kristo, ambao tunaangaza katika giza na kuwa wana wa nuru, kwani dini iliyo safi inahitaji mambo hayo yote. Mtume Yakobo katika waraka wake kwa watu wote anasema, dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia hii pasipo mawaa. Rejea waraka wa Mtume Yakobo kwa watu wote sura ya 1 aya ya 27. Wapendwa taifa la Mungu, sisi sote tunaalikwa kuwa mawakili waaminifu katika ufalme wa Mungu, katika kutenda mema ili kujiwekea hazina mbinguni. Basi jiwekeeni hazina mbinguni kusiko haribika kitu kwa nondo wala kwa kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Rejea Injili ya mwinjili Mathayo sura ya 6 aya ya 20 hadi 21. Hivyo tujitahidi kujiwekea hazina mbinguni, hasa kwa kutenda mema. Tuombe neema ya Mungu na hekima yake ili tuongoze katika uwakili wetu ambao daima tunaalikwa kuwa waaminifu katika ufalme wa Mungu.
Kwa maombezi Mama Bikira Maria, msaada wa daima, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kuwa waaminifu katika utumishi wetu ambao tumepewa. Tafakari hii imetolewa nami Frateli Deus Kalega toka Jimbo Katoliki la Mpanda, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tumsifu Yesu Kristo.